Mtazamaji, karibu katika awamu ya pili ya Mkulima, ambapo kilimo na fursa zinapopatikana. Hapa ninaye David ambaye amekuwa ni kati ya beneficiaries wa mradi huu hapa wa Fresh Producers Kenya, na nataka nizungumze naye. David, hapa uliingia wakati gani na umeweza kufaidika vipi katika mradi huu? Hapa niliingia mwezi wa 4 mwaka huu. Nikapata kijana ambaye anaitwa Musyoka na anafanya kazi mzuri. Na nikaona kwa sababu ni kazi pia mimi napenda, nikaona nijiunge na yeye ili tuweze kutengeneza jamii iweze kuona kweli kuna kitu ambayo tunafanya. Na tumeweza kufanya kwa hiyo miezi na tumeona iko na faida. Kwa hivyo ni vyema kama watu watakuwa wamejitoa tumalize njaa, ni lazima tuingie katika kazi kama hii. Tujaribu tuwe na kazi ambayo tunafanya na inatuletee faida. Kwanza tukianza chakula huwezi kosa ukiwa na mboga, kwa sababu mboga unapouza inaweza nunua kila kitu, kwa sababu unapopata pesa unaweza nunua kila kitu. Kwa hivyo ni vyema kama tungeweza kuwa watu ambaye Kenya tu kila mtu ameweza kujiingiza kwa kazi ya kulima, kama una kazi nyingine, kwa sababu kazi ni kazi, hata hii ni kazi. So naimiza watu kama wangeweza tuweze kushikana, kila mtu angalie mahali pana space na aweze kufanya ukulima, na tutaweza kupunguza njaa ndani ya taifa letu. Wewe David, umefaidikaje na huu mradi wewe kama binafsi? Mimi nimefaidika kwa sababu ninapotaka kitu ya kukula ama ninapotaka kitu ya kukunywa inatoka katika hii kazi. Kwa hivyo ninaona ni kazi ina faida. Kila siku ni lazima watu wakule. Ndio. Kwa hivyo watu wanataka mboga. Kwa hivyo ni lazima watu waweke bidii, na nikaona ni vizuri kwa sababu nimeona pana kitu napata, nikakuwa na hiyo nguvu. Hata sasa ninaendelea na kufanya hii kazi. Ujumbe wako kwa Wakenya? Watu waweze kuweka bidii, watu waweze kurudi pamoja, tuweze kuweka kilimo kama kazi ya kwanza ndani ya Kenya. Ile inaweza fanya tumalize mambo ya njaa, kumaliza mambo ya kazi, kwa sababu hii ni kazi pia kama kazi zile zingine. So ni vizuri watu waweze kuamuka na tuweze kusonga pamoja ili tuweze kubadilisha taifa letu kuhusu mambo ya lishe. Na mara mingi naomba pia tuwe na mambo ya mazingira. Mimi ni mpandaji wa miti, niko na miti na niko na sehemu mingi nimepanda miti na ningetaka kuendelea. So tunaomba kama tungepata support hata kutoka kwa serikali, tunaweza fanya makubwa, na pia tunaweza ita vijana wengi tuweze kuwaweka katika hii kazi na kuwafunza vile inavyoenda. Kwa hivyo tutaweza kuwa na mambo mzuri katika taifa letu kama tutashikana na tuwe kitu kimoja ili tuweze kubadilisha taifa letu. Haya, mtazamaji, umesikia kutoka kwake David kwamba kilimo kinatija na ni uti wa mgongo katika taifa la Kenya. Ni changamoto zipi ambazo unakumbana nazo hapa shambani wakati unafanya kazi yako ya manager? Kwa sasa hii shamba kitu tumefanya, hii ni mwaka ya kwanza na tumekuwa na changamoto kadhaa, lakini nitasema tu 3. Ya kwanza ilikuwa maji. Juu kuna Nairobi kupata maji tena unapata maji mingi iko treated, imewekwa chemical. Sasa lakini tumeng'ang'ana mpaka tumepata ka borehole. Sasa changamoto ya kwanza kutoa hiyo maji borehole ikuje hapa, na saa zingine kuna hiyo scarcity, udogo wa hiyo maji sio mingi. Kitu ingine ya pili ni hapa nje, hapa kulingana na hii mahali tunafanya kazi hapa, tumeenda door to door, tukapata kuna wamama wale tunawaitanga wamama wa kukaa nyumbani. Wale changamoto, the young mothers wamekaa tu nyumbani wanangojea mzee ameenda kazi kufanya ndiye alete chakula. Sasa tukaenda reach out to them, tukawaambia kuliko ukae kwa nyumba, tuko na shamba hapa, tuko na mazao mazuri sana sasa hapa. Sasa tafuta kitu kidogo, mapato yako kidogo, kuja nunua mboga upeleke wapi? Sokoni. Sasa changamoto nyingine inatokea hapo, wakati mwingine wanachelewa kukuja wapi? Kukuja kuchukua mboga ambayo tumeshayatengeneza. Sasa wakati inafika sokoni mboga imeharibika. Sasa tuko na hiyo uharibifu wa mboga tayari kwa soko. Mpo katika jamii, mnafaidije jamii ambayo imewazunguka hapa Kariobangi?
Hapa kitu ya kwanza, jamii ambayo wanafaidika sana hapa, wanapata chakula ambayo inatoka direct kwa shamba. Hapa ni chakula ile tunaita fresh, chakula fresh. Kitu ingine hapa tena umesikia sisi tunatumia organic, hatutumii dawa. Sisi hatutumii dawa ya maduka ya kemikali, tunatumia dawa yetu hapa. Tunatafuta kama tuko na mbolea ya kuku, tuko na miti kadhaa, herbs, miti zenye tunatoa hapa, tunayatengeneza tu peke yetu. Hata huko nyumbani tuko na masaumu, pilipili, hizo zote tunatengeneza. Sasa hapa hiyo jamii wanafaidika sana juu wanakula chakula ambayo iko mzuri, haina dawa yoyote. Katika ajira vipi? Katika ajira tumeajiri vijana wengi hapa. Kulingana na hii area yetu, hata wewe mwenyewe unajua hapa crime iko mingi sana. Sasa uleviaji iko mingi hapa, vijana kupotea, wamepotea sana hapa. Sasa tulikaa chini na tukaongea tutasaidia aje hii jamii yenye iko hapa. Tukaenda kutafuta vijana wakuja hapa watumwagie maji. Wao ndio wanatoa maji, wanakuja kumwaga, alafu wanapalilia. Jioni wanapata mboga ya kwenda wapi? Ya kwenda kupika nyumbani. Tena vijana wakimaliza hapa, wakienda huko hawataenda kuzurura tu. Wanaenda kuokota hizo mitungi zimetupwa huko nyumbani, vibuyu, wanatafuta hizi makapeti zimetupwa, unapata. Sasa wanachunga mazingira, wanatuletea sisi hapa juu. Sasa hapa ndio tunatumia. Unaona sasa hapa kilimo wema sana ndio tumefanya hapa. Ndio. Sasa hizo vitu ndio tunakuja kutumia hapa. Sasa ndio tunaona vijana wamefurahi sana. Wanafurahia kwa sababu wakileta hizo vitu wanapata nini? Wanapata mapato. Sisi tukipeleka mboga, wakipeleka mboga huko walete hizo pesa, hata sisi tunawafurahia kuwapea, hata sisi kununua hizo vitu zao. Tunachunga mazingira huko nje, alafu tena tunatengeneza shamba yetu hapa. Mtazamaji, swali linasalia moja. Je, kilimo kinawezekana jijini? Sasa Kiprotich, hilo swali ni lako. Hebu nieleze, kwa sababu hapa tupo Kariobangi na Kariobangi ni katikati mwa jiji la Nairobi. Je, kilimo kinawezekana mjini? Okay, asante. Kilimo inawezekana mjini. Juu siku hizi tuko na mbinu mingi za kufanya kilimo. Ya kwanza tunatumia hii ya kuangisha, tunaita hanging curtains. Kuna hii raised bed, kuna cones, na kuna zile za container na tire curtain. Ndio. Na tena ukiwa na space unaweza tengeneza nyumba yako ya kuku ni kama staircase. Unaona mahali unapandia ukienda kwako? Ndio. Sasa hapo chini unaweza fuka kuku, lakini ni shamba umetengeneza juu kulingana na space yako. So ya kwanza ni hii nimekuambia, hii ni hanging. Unatumia ni plastic, vitu za kawaida tu zenye ziko kwa nyumba. Unaweza tumia hii, unaweza tumia hiyo kibuyu yako imepasuka, unakata, unaweka mchanga, unaweka mboga zako. Kuna hii ya kawaida tunaita raised bed. Hii sasa una raise, kama kwako kuna slab ama simiti, unachenga tu hii na zile tu machandarua ile canvas. Kwa sababu hapa naona unatumia tu chandarua ya kawaida hii. Ukiraise uweke mchanga yako, umemix na mbolea yako, unaweka mboga. Kuna type ingine ile nimekuambia cone. So hiyo ni kama keki. Unaona venye watu wanatengeneza hizo za harusi. Kuna hii ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya tano. Inaitwa umbo la pia. Kama pyramid ama cone. So ukipanda, ndio unaweza panda kitunguu yako ya nini ya kwanza, ukuje upande sukuma ya pili, ukuje upande spinach ya tatu, na ingine hii zingine upande mboga kienyeji kama saka, kama terere, kama kunde, unaona? So utakuwa na shamba ukilinganisha na kulima pale shamba ya kawaida. Ile space unatumia pale ni mingi kuliko hii umetumia na umepanda chakula mingi. Tukienda sana kwa hizi, unaona kama raised. Ndio. Hapa ni tunakusa chakula kama mboga. Sana mboga. Hapa hatuwezi panda mahindi. Mahindi inahitaji mchanga mingi, alafu ile structure yake, ile mizizi yake inaenda chini sana. So tunataka kuminimize hii space. Kwako kama ukiishi kwa hizi nyumba za kukodisha, unapata nyumba yenu iko na ile roof imewekwa slab, iko flat. So unachukua kama hiyo mtungi yako unakata katikati, unachukua pale unaweka mchanga, unaweka mboga.
Tena siku ingine upate kama hii kurutumu ya gari imeharibika, unakuja unakata, unaweka pale, unaweka mchanga, unapanda kitunguu. Hii utakuwa na mboga zako. So unapata sana sisi tuna focus na hiyo mboga. Naona kila siku lazima ukule mboga. Mtu anaweza kujiuliza, lazima upande mboga wakati unatumia huu mfumo? Kwa sababu mimi naona hapa mna mmea, hii ni nini? Sasa hapa ni mboga na zile tunaita kwa Kisungu herbs. Yeah. Hii kama hii ni mint. Saa mint inafanya vizuri kwa hizi mitungi. Inafanya tena vizuri kwa raised. Inafanya hata kwa nini, kwa hiyo corn. Yes. Yeah. So hizi ni tu vitu ambaye hasina mzizi inaenda chini. Unaona? Inahitaji mizizi ambayo tu ni ya chuchu. Na tena huku mchini unaangalia soko. Kama wewe unataka kufanya kilimo biashara. Ndio. Sasa unatafuta zile vitu inakupatia faida kwa muda fupi. Kwa mboga, ndio. Ukiweka pale mbegu kwa seedbed, uko na mwezi moja pale, ukuje utransplant, ikuje hapa, unamaliza anata mwezi moja ikuwe sawa kwenda kwa soko. Sasa si unaona within ilo muda ya miezi 3 utakuwa na faida yako. Ndio. Already imekupatia faida. Kumanage, unaona sile tunasema kupalilia, kutoa kulima, yani kila kitu. Ndio. Ni hisi. Alafu tunamwambia mkulima, ndio. Hii tunaitanga kwa Kisungu soil structure. Hii hauwezi haribu hiyo structure ya soil. Jua ukanyaki juu, hakuna compactment yenye unakanyaka. Kama ile ya ushago lazima ulime ukikanyaka. Hii unalima ukiwa tu hapa ukitembea. Sasa ile mchanga ita remain tu hapo. Na hiyo mchanga itapatia hiyo mboga yako imee vizuri. One advantage ambayo unaweza ukatoa kwa kutumia hii raised form ya kilimo ni kwamba una maintain soil structure, ambavyo mchanga ulivo haufinyilii wala hautembelei juu. Kwa hivyo mchanga unabaki ukiwa upo imara kwa ajili ya kilimo chako. Haya basi mtazamaji, ni haya tuliokuandalia katika makala ya wiki hii kutoka hapa katika wadi ya Kariobangi, Nairobi. Tumeangazia kilimo cha asili. Boniface, ni jambo la kusisimua kuona jinsi wakulima hapa mjini wanavyojikaza kufanya kilimo ambacho hakidhuru afya za wanadamu. Na isitoshe, kumbuka hawana nafasi kubwa sana za ardhi. Niseme pia Karen kwamba ni kilimo chenye tija, kwa sababu pia wakiwa hapa jijini wanalima na wanaweka pesa mfukoni. Kweli kabisa. Haya basi mtazamaji, ikiwa na swali au ungependa tuzuru shambani mwako, tembelea mitandao yetu ya kijamii @mkulima KBC Channel 1. Mimi naitwa Boniface Matunga. Na mimi naitwa Karen Kanewe. Kwaheri.